Relax kama hawalioni kuwa kuna tatizo. Mheshimiwa Waziri, huu mpango wako wa 25-50 msipochukua hatua sasa, nataka nikuambie kwenda kutekeleza itakuwa kizungumkuti. Ukienda pale Dar es Salaam leo hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Waziri, kuna tatizo kubwa la mmomonyoko wa maadili na tatizo kubwa la ushoga. Hili jambo Mheshimiwa Waziri, ukilitazama kimzaamzaa unaweza kama kuona hakuna taifa, lakini ukichukua takwimu, juzi nimeongea hapa, baadhi ya media wakafanya debate, nikawaambia Dar es Salaam imekuwa kama kiwanda cha kuzalisha mashoga, na leo narudia mpaka mtajirekebisha, Dar es Salaam ni sehemu ya kiwanda cha kuzalisha mashoga. Msikubali kuchukua hatua na kujirekebisha. Mheshimiwa Waziri, na hili jambo ni jambo mtambuka, linahitaji wizara zaidi ya 8. Niliongea nikasema ifike pala wizara ya elimu sasa wapeleke mitaala kwenye mashule yetu, kwa sababu na jamii nzima sasa hivi inanisikitisha jambo la mmomonyoko wa maadili, jamii imeachia serikali peke yake. Lakini Mheshimiwa Waziri, jambo hili ni la jamii nzima, makanisani, misikitini, huko waumini wetu ndio wanaofanya hivyo vitendo. Jamii imechukua hatua gani kwenye hili? Sisi kama serikali, nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, mimi naongea, mmekaa mmerelax. Hili tatizo ni kubwa. Kama tunakubaliana kuwa sisi kizazi chetu kimeshindikana, tuokoe hawa wanaokuja. Tukubaliane, sisi imeshindikana, hawa watoto wanaokuja. Nini kifanyike? Cha kwanza, wizara ya elimu, pelekeni mitaala kwenye vyuo, shule zote za chekechea, primary na sekondari mpaka vyuo vikuu. Hili jambo liimbwe huko. Haya matokeo leo mnayoona vijana wetu mitaani huko wanatembea wamepinda viuno na migongo, ni kwa sababu uwekezaji wake ulikuwa mkubwa, haukuanza leo. Uwekezaji huu umeanza zaidi ya miaka 10, na sisi tuanze kuwekeza sasa ili kuokoa kizazi chetu. Mitaala ipelekwe mashuleni, watoto wafundishwe toka akiwa chekechea kuwa mtu akimsogelea maeneo ya makalio ni tatizo, na mitaala iende wazi. Wacha mambo yenu sasa hivi sijui don't touch nini. Mnakuja mnaimba tu ngondora sijui don't touch nini? Mwambie mtu akikugusa huku si huku, hapa ruhusiwi mtoto aanze kuanzia chekechea. TAMISEMI, tengenezeni sheria kwenye local government, kwenye serikali za mitaa. Haya matatizo yanaanzia kwenye mitaa huko. Leo ukienda maeneo na napenda sana kutolea mfano Dar es Salaam, kwa sababu timu ikiwa inacheza mpira ikizidiwa, kocha anakuambia mwanze kukabia mbele. Tusipowakaba Dar es Salaam, tatizo hili litakuja Pwani, Morogoro mpaka Katavi. Na ndugu zangu, nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, hasa wenye jinsia ya kiume, tunacheza pungufu, mnisaidie kukaba hali mbaya. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya yao naomba dakika moja tu nimalizie. Naomba sana, nakuja kupande wa muungano, nawaomba sana Watanzania wenzangu, wapo Waruseli waliwahi wanaimba wao mmoja unaimba mahala pazuri ndugu wanapokaa na kupendana na kupatana na kupendana, hapo Mungu yupo. Baada ya hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Kampala Maganga Thomas. Nilimwita Mheshimiwa Suma Ikenda Fyendomo, atafuatiwa na Mheshimiwa Engineer Said Salim Hamad. Asante.